Ndugu zangu, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunaangalia sehemu ya 3 ya somo letu, nani mwenye sifa za kumtumikia Mungu, au mtu anayemtumikia Mungu ni mtu wa aina gani? Hii sifa ni sifa muhimu. Nilikuonyesha sifa ya kwanza, nikasema kwa habari ya ukamilifu na uaminifu. Nikakuonyesha sifa ya pili, nikakuonyesha kwa habari ya unyenyekevu. Nikakuonyesha sifa ya 3 kwa habari ya utii. Nikakuonyesha sifa ya 4. Leo nitakuonyesha sifa ya 4, na hii sifa ni mtu mwenye moyo wa subira na heshima. Kwanza sifa sana, mtu anayemsubiri Mungu ndiye anayeweza kumtumikia Mungu. Haiwezekani kumtumikia Mungu ukiwa una moyo wa heshima. Haiwezekani kumtumikia Mungu huku ukakosa moyo wa kusubiri. Ni wanaomsubiri Mungu ndio ambao wanaweza kumfurahia Mungu. Haiwezekani mtu anataka kumfurahia Mungu at the same time hayuko kwenye kumsubiri Mungu. Haiwezekani. Anasema hivi, mtu mwenye subira ana ufahamu mwingi, bali anayekasirika haraka anaonyesha upumbavu wake. Si unaelewa kwamba mtu anayesubira, mwenye subira ndiye mtu mwenye ufahamu. Na moja ya sifa ya mtu anayemtumikia Mungu ni mtu anayemjua Mungu, kwa sababu haiwezekani kumtumikia Mungu usiyemjua. Ni lazima umjue. Ndio maana watu wa Korintho, Paulo aliwakuta, aliwaambia hivi, nyinyi mnasema mjui, mmesema kwa Mungu asiyejulikana. Mimi nimewaletea Mungu anayejulikana. Kwa mtu anayemtumikia Mungu ni mtu mwenye subira. Kwa nini? Ukisoma Isaya 40 mstari mwisho kabisa anasema, na vijana watazimia na wazee wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kumbe nguvu mpya haiko hivi hivi, iko katika wale wanaomngojea Bwana. Wanaomngojea Bwana ndio wanaomtumikia Bwana. Huwezi ukamngojea Mungu usiyemtumikia. Ni lazima uwe na moyo wa subira. Moyo wa subira ni moyo wa Mungu mwenyewe. Moyo wa subira ndio moyo unaomvuta Mungu ingia kwenye maisha. Mtu mwenye moyo wa subira, kwa lugha rahisi, ni mtu ambaye hana uwezo wa kumvuta Mungu haingie kwenye maisha yake. Kwa kama unataka kumtumikia Mungu, ni lazima uwe na moyo wa subira, uwe na moyo wa kumsubiria Mungu. Nini unachokitaka Mungu anakifanya, ila anafanya kwa utaratibu. Mungu ni wa kanuni. Kwa kuna wakati Mungu anaangalia, anasema okay, unataka hili jambo ndio, lakini swali, je, umefika wakati huo? Katika kusubiri ndo kuna nguvu mpya. Yaani kuishwa katika Mungu, kupata nguvu katika Mungu, ni lazima kuna mchakato wa kusubiri. Hata dhahabu inasubiri ili iwe safi. Kwa lugha rahisi, dhahabu ili iwe safi lazima ipite kwenye mchakato wa kupita kwenye mercury. Ile kupita kwenye mercury ni process ya kusubiri. Mtu anayemtumikia Mungu ni lazima apite kwenye mchakato wa kusubiri. Ni mchakato ambao inawezekana watu wakakuona kama umepoteza. Ni mchakato ambao unaweza kukutana na aibu. Ni mchakato ambao unaweza kukutana na ubaya, lakini wao wamngojeao Bwana au wao wamsubirio Bwana ndio wenye nguvu mpya. Haiwezekani kupata nguvu mpya, haiwezekani kumpata Bwana kama huwezi kumsubiri Bwana. Unavyomsubiri Bwana, kadiri unavyomsubiri Bwana ndivyo unavyompata Bwana. Na alimngojea Bwana kwa saburi, akaniinamia akasikia kilio changu. Na alimngojea Bwana kwa saburi, akaniinamia akasikia kilio changu. Sikia alivyosikia kilio changu, nini kinachotokea? Akisikia kilio changu ndo akanipandisha toka shimo la uharibifu. Kumbe nilimngojea Bwana akaniinamia, au kwa saburi au kwa kusubiri. Baada ya kumngojea Bwana, nini anachofanya?
anasikia kilio changu. Baada ya kusikika kilio changu, anafanya nini? Ananipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Unafahamu, mtu akisema shimo la uharibifu, maana yake kwenye sehemu ambapo hapawezekani. Udongo wa utelezi ni sehemu ambapo huwezi kujishikilia. Uhalisia yuko kwenye critical condition, hali ya maisha hairuhusu, yuko shimoni, shimo la umaskini. Lakini katikati ya shimo la umaskini alimsubiri Bwana. Kwa sababu alimsubiri Bwana, Bwana akasikia kilio chake, akampandisha toka kuwa shimoni, toka kwenye utelezi. Mtu anayeteleza nini? Mtu ambaye anagusa hili linaanguka, anajaribu kila anajaribu linaanguka. Anayefanya mtu anayeteleza, maana yake nini? Hana stability, financial stability hana ambacho ni yuko stable. Lakini katikati ya kutokuwa stable, yuko unstable. Alimngojea Bwana. Alimngojea Bwana vipi? Kwa ufahamu, kwa kumtafuta. Alipomtafuta, nini kilichotokea? Bwana akampandisha kutoka shimoni. Bwana akamsimamisha miguu, anasema akasimamisha miguu yangu mwambani. Tena huyu alikuwa anateleza, huyu alikuwa shimoni, lakini Bwana amefanya nini? Amemsimamisha kutoka mwambani, amemsimamisha. Maana huyu sasa kutoka kuteleza amesimama kwenye rock, amesimama, ana uhakika wa kusimama, ana uhakika wa kwenda. Kwa nini? Kwa sababu amemngojea Bwana. Kumbe sasa mtu anayemsubiri Mungu ndiye mtu anayemtumikia Mungu. Huwezi, kama hauko tayari kupita kwenye darasa la kusubiri, hauko tayari kupita kwenye darasa la utumishi. Hauko tayari kupita kwenye darasa la kusubiri, kuwa na uhakika, hauko tayari kupita darasa la utumishi. Ni wanaomsubiri Mungu ndio walio tayari kupita kwenye darasa la kutumika. Lakini baada ya hivyo nini kinachotokea? Ukisoma Zaburi 43 anasema akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Kumbuka, amesimamisha miguu tayari. Unaona? Akaimarisha. Anasema akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akasimamisha miguu yangu. Yaani huyu mtu alikuwa anamngojea Bwana kwa saburi, analia. Kwa lugha nyingine, anamsubiri Bwana katikati ya taabu zangu, katikati ya taabu zake, katikati ya magumu yake, akamngojea Bwana. Output ya kumngojea Bwana nini? Bwana akampandisha. Umeona? Alikuwa amempandisha kutoka, huyu mtu alikuwa shimoni, financially alikuwa haiwezekani, yuko na madeni kila sehemu. Akaanza kumsikia Mungu, akaanza kumngojea Bwana, akamkabidhi Mungu haja zake kwa lugha rahisi. Bwana alichofanya, akasikia kilio chake, akamtoa kwenye shimo la madeni. Hayuko kwenye utelezi, hayuko stable financially, Mungu akampa stability. Akaimarisha miguu yake, stability akampatia. Sio tu akaziimarisha hatua yake, alisimamisha miguu yake kwenye mwamba, kwamba huyu mtu hawezi kudondoka, yuko juu ya mwamba, hawezi kudondoka, na mwamba ni Yesu mwenyewe. Aliposimamisha hiyo, hakuishia hapo, anasema akafanya nini? Akaimarisha hatua zake. Na alivyoimarisha, consequence ya yote hayo akampa, au akatia wimbo mpya kinywani mwake. Ndiyo sifa zake Mungu. Unaona, mtu anayemsubiri Mungu ni mtu mwenye uhakika. Anasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Nguvu mpya, watapanda juu kama tai. Kumbe haijalishi unapita wapi, ila moja ya sifa ya mtu anayemtumikia Mungu ni mtu anayemsubiri Mungu. Kama hauko tayari kupita kwenye darasa la kumsubiri Mungu, kwa lugha rahisi, hauko tayari kumtumikia Mungu. Kwako mtumishi kijana, kwako mtumishi, kwako yoyote unayepita kwenye hali yoyote na unamwamini Mungu, nalo neno kutia moyo ni kuwa watu wanaomsubiri Mungu ndio watu wenye uhakika wa kupita katika kumtumikia Mungu, na ndio wanaomtumikia Mungu. Nikutakie siku njema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iambatane na wewe.
Hello Tanzania, hello Africa.